sisi ambao tuliokuwa sio wahasibu tuna imani kwamba wahasibu ni matajiri, kwamba wanakuwa na nafasi ya kufanya siite wizi, lakini kwa ubadhirifu kidogo kidogo, kwa sababu wao ndio wanakaa na fedha. Na kimsingi hata rasi hawezi kupata pesa kama hajazungumza na nani? Na mhasibu. Hata rasi kama anataka kuiba, manake lazima azungumze na nani? Maana mhasibu kama hakuidhinisha, fedha haifanyi nini? Haitoki. Sijui kama niko sahihi. Kwa mfumo uliokuwa hapa, mhasibu aidhinishe, na naye mhasibu mkuu hapa tunamwita CA, chief accountant. Yeye akishaidhinisha ndio ile hazina kuu kwa, alafu wafanye nini? Hazina ndogo waidhinishe fedha ipate kutoka kama ya malipo au ya vitu vingine. Kwa hivyo sisi huku tunaamini mpaka wahasibu wanakuwa na suti tofauti na mimi. Ni dalili kwamba hawa watu wa fedha wana fedha. Sasa kwa nini nasema hivi? Sisemi nyinyi kama mnafanya ubadhirifu, lakini pengine katika mizunguko yetu, katika maelezo yetu tujaribu kusisitiza, kwa sababu tunakaa na fedha, tunaidhinisha fedha, basi elementi kama hizi tusije tukazikuta kwa wahasibu. Sisi Waswahili hasa wapwani tuna msemo wa kusema kwamba mkaa na maiti hawachi kulialia. Maana ukikaa na maiti umefiwa, baba kafa, mama na watu, basi wewe utaanza kulialia, japo machozi yatakutoka. Maana ukipewa sinia la wali, wewe utaanza kudokoa. Ndio maana yake. Sasa kitu kama hicho kwa wahasibu mimi nafikiri kisiwepo, ili na sisi tuliokuwa huko nje tuwe tuna imani kwamba wahasibu kweli wanatutunzia zile resources zetu vizuri na kwa uhakika, ili tupate yale manufaa yanayotakiwa. Na kwa sababu nyinyi ni taasisi ya elimu, basi mna nafasi kubwa ya kueleza haya kwa wale ambao mnao wafunga. Kusema kweli mara kwa mara itaweza kusaidia sana. Lakini la pili ni kuchelewa kazini. Kuchelewa kazini. Uzoefu unaniambia kwamba wahasibu wengi hawapendi kuwahi kuja kazini. Ni watu wasuti. Kwa hivyo wana saa 3, 3:30, 4 wao ndio wanakuja kazi, kwa sababu tunawahitaji. Mambo yetu hayendi kama sio wao. Na kwa sababu unajua hata rasi, kwa sababu wewe unamtegemea sana mhasibu, unakuwa huwezi kumwambia sana, maana unajua wewe ukimwambia sana atakuwa na nafasi ya kuniambia kwamba kile kifungu hakipo. Kisha na sina njia nyingine bosi ya kuweza kufanya nini, ya kukitafuta, atanikosesha pesa. Wahasibu, ushauri wangu wahasibu, hebu tujitahidi tuwahi kazini kama wafanyakazi wengine, ili kazi zile nyingine ziende. Kazi zetu mara nyingi zinakuwa ni za kioperational hivi, zinahitaji wakati mwingine zihudumiwe pengine hata saa 12, lakini inabidi mpaka ukamuombe, hebu mhasibu tunakuomba hebu kesho ndio mapema ili uweze kuwalipa watu. Usikawie, kwa sababu ukikawia wewe umeshafanya nini? Ushatuchelewesha na kazi yote itakuwa haifanyiki. Ombi langu wahasibu na sisi tuje kazini mapema ili tuwe tayari kuwahudumia watu, au tuwe tayari kuhudumia hata kama ule wakati ambao wa kufika kazini haujafika. Lakini jambo la tatu, mimi ni waombe tena sisi wahasibu tuendelee kujali vile vitengo vingine ambavyo havihusiani na uhasibu. Inaonekana kwamba kama nilivyosema, wahasibu wanaonekana ni watu special, maalum. Sasa kuna tendency vile vitengo vingine ambavyo sisemi kama havina association na wahasibu, kwa sababu wahasibu wamekuwa kama ndo baba, ndo mwenye fedha, ndo mwenye kuidhinisha, ndo mwenye kila kitu. Sasa kuna tendency kwamba vitengo vingine vinaonekana kwamba hivi sio vyenyewe,
labda havina manufaa kubwa katika taasisi, lakini kiukweli mimi nafikiri taasisi yoyote ni kama chain ilivyo, vinakuwa vinaungana. Ili kimoja kiweze kufanya kazi, basi lazima na hichi kingine kifanye kazi vizuri. Tuone huo moyo wa kuwajali na wenzetu, ili sasa ile chain iweze kupatikana. Asante. Kwa jina naitwa Profesa William Amos Palanjo, ni afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya Uhasibu Tanzania, lakini pia kama inavyojulikana kwa wengi kama Tanzania Institute of Accountants. Taasisi yetu ni taasisi iliyoko chini ya Wizara ya Fedha na ni taasisi ambayo inahusika na utoaji wa mafunzo. Tunatoa mafunzo kuanzia cheti hadi shahada ya pili kwa maana ya shahada ya uzamili. Na kwa siku ya leo tupo hapa Morogoro kama sehemu ya Baraza la Wafanyakazi la pili toka lilivyoteuliwa. Na baraza hili ni baraza ambalo linafanywa kulingana na maelekezo ya agizo la Rais la kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanashirikishwa kwenye uendeshaji wa taasisi zetu. Kwa hiyo kwa leo tuna uwakilishi wa wafanyakazi na viongozi mbalimbali kutoka kwenye kampasi zetu zote 8 za TIA, na tumekutana hapa Morogoro kwa ajili ya kujadili changamoto ambazo tunakutana nazo kwenye taasisi yetu, lakini pia sio tu changamoto, tunawapa fursa wafanyakazi waweze kuelewa zaidi. Kutakuwa na swala la uwasilishaji wa bajeti ya mwaka huu. Wafanyakazi watashirikishwa pia kwenye mipango, lakini pia wafanyakazi watashirikishwa kwenye mipango mbalimbali inayotoka kwenye kurugenzi zetu, kwa maana ya kurugenzi ya mafunzo na mikakati mbalimbali ambayo ipo ya taasisi yetu kuhakikisha kwamba tunatoa mafunzo bora zaidi, lakini kuhakikisha pia kwamba taasisi yetu inafanya kwa ufanisi mkubwa zaidi. Kama ambavyo mmesikia kwa mgeni rasmi leo, tunategemea kuongea masuluhisho mbalimbali ya changamoto ambazo tunazipitia kama taasisi, lakini pia kuna mambo mapya ambayo tunaendelea kujulishana. Kama ambavyo mmemsikia vizuri, kuna habari za artificial intelligence siku hizi, lakini pia kuna ujasiriamali na mambo mbalimbali ambayo watumishi wanatakiwa wajue. Kwa hiyo baraza la leo sio tu kwamba ni mkutano wa kawaida, ni fursa pia kwa watumishi kuweza kufahamu taasisi yao inavyoendeshwa na mambo mbalimbali na mikakati iliyopo, lakini pia ni sehemu ya kujifunza mambo mbalimbali kutoka kwa wawasilishaji mbalimbali ambao watakuwepo hapa. Labda niseme jingine tu moja la mwisho kwamba mkutano wetu huu unawakutanisha watumishi wa taasisi, viongozi wa taasisi, lakini pia unatukutanisha na chama chetu cha RAU ambacho ndio chama ongozi kwa maana ya vyama vya wafanyakazi hapa kwenye taasisi yetu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tutakuwa tunajadili, lakini kubwa zaidi ambalo tunalitegemea ni kuhakikisha kwamba taasisi yetu inapata ufumbuzi wa mambo mbalimbali kulingana na majadiliano ambayo tutakuwa tunayafanya kwa siku ya leo. Asante. Tosha.